naomba nimkaribishe mwingine sasa aje atoe maelezo. Nimlete hapa mkurugenzi wa MOI, kakaangu Mheshimiwa Balozi Mpoki. Najua tuna swali moja utaelezea pale kwako. Kuna huduma tunatoa nzuri sana taasisi yetu ya mifupa, huyu ni mkurugenzi. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine ambayo yaliulizwa mwezi uliopita atatolea ufafanuzi, lakini ni kuombe sana usije ukasahau hizi siku 2-3 kwenye mitandao kulichafuka. Kuna watu ambao wanatoa habari ambazo hawana uelewa nazo. Sasa habari zinatoka kwa wataalamu. Mtaalamu yuko hapa. Karibu sana balozi. Nashukuru sana Mheshimiwa Katibu Mkuu. Tuliwahi kupata mteja aliyekuwa na matatizo ya maumivu ya mgongo mwaka 2024. Alikuja akaonwa na wataalamu, akaandikiwa vipimo, na mojawapo kati ya vipimo vilivyoandikwa kilikuwa ni kipimo cha MRI. Hii ni mashine maalum ambayo inatumia nguvu ya sumaku kuangalia viungo mbalimbali katika mwili. Alipoingia katika mashine ile, na baada ya zoezi kukamilika, baada ya dakika 45 akarudi kwa madaktari, wakampa sababu ya ugonjwa wake, na wakasema njia bora ingekuwa ni kumfanyia upasuaji. Yeye kwa hiari yake mwenyewe akasema hapana, angependa kwenda nje ya nchi. Akapata mfadhili, kwa taarifa tulizonazo akaenda katika nchi ya India. Sasa hoja iliyokuja, anasema ile mashine inayotumika pale MOI ni ya zamani, ni mtumba. Kwa sababu inapiga kelele sana, inabidi mtu avishwe muffler, yani headphones. Wakati kule India alikuwa tu kwenye mashine bila chochote kwenye masikio, na alitumia dakika 15. Nianze na hiyo la kwanza la kelele. Mashine zote za MRI ambazo tumezinunua, ambazo zimenunuliwa na serikali katika taasisi ya MOI, ni mashine zilinunuliwa Mheshimiwa Waziri zikiwa brand new. Ya kwanza ilinunuliwa mwaka 2014 kigharimu zaidi ya shilingi bilioni 3.02, na ya pili imenunuliwa mwaka 2024 ikigharimu shilingi bilioni 2.7. Brand new, yani kama sisi ndo tulifungua kutoka kwenye karatasi. Aina ya mashine hizo zimetengenezwa dunia nzima, zinapiga kelele ambayo ni zaidi ya kiwango tunachoweza kusikia tukaendelea kuwa na furaha. Kwa hiyo mgonjwa akiachwa hawezi kutulia, na wataalamu wa radiolojia wanahitaji mgonjwa atulie tuli wakati kile kipimo kinafanyika. Ndiyo maana watengenezaji wa mashine huwa wanatoa mashine na hizo headphones, na headphones zinatoa mziki nyororo ambao mgonjwa anaondolewa sasa kwenye ufahamu wa ile kelele, lakini vile vile inakuwa ni njia ya kuwasiliana naye, kwa sababu kile chumba kimefungwa. Kwa kuna wakati anapewa masharti afanye vitu kimoja, cha pili au cha tatu. Kwa hiyo ndio sehemu ya kwanza. Lakini muda wa kwamba alikaa kule dakika 15, huko alikaa dakika 45. Mtaalamu anaamua anataka kupima nini. Mheshimiwa Waziri, MRI inaweza kufanya kwa dakika moja kama ni scanning. Yani ile tu kuangalia tu vile kitu kiko, dakika moja. Na hata mashine za Muhimbili zinaweza kufanya hivyo. Inaweza kufanya kwa dakika 2, dakika 5 kutokana na utafiti daktari anaohitaji katika mgonjwa alionao. Kwa hiyo swala la kusema alikaa muda mrefu hapa MOI ni utafiti uliokuwa unatakikana ili ugonjwa wake ujulikane. Na Mheshimiwa Waziri, nafurahi kukuambia kwamba tulichokiagua Muhimbili MOI ndicho hicho kimeaguliwa hata India. Pingili za mgongo 6, na hapa napo tulikuwa tumemwambia hivyo. Lakini kwamba mashine yetu inapiga kelele, hiyo ni uchaguzi. Mtu anaweza kanunua IST na mwenzake akanunua Discovery, mwingine akanunua VX V8. Kelele zinatofautiana. Uwekezaji wa serikali uliofanyika pale ni sahihi kwa sababu matokeo yake hayajaathiri uwezo wetu wa kutibu hawa wagonjwa. Lakini huko baadaye tutakapojenga nchi nzima vituo vya kutolea huduma, viwe na watumishi wa kutosha, maslahi yamekaa vizuri, Mheshimiwa Katibu Mkuu, kama itakupendeza labda na sisi tuende kwenye silent MRIs. Lakini baadaye, ingawaje sisi kwa upendo wetu tungependa sasa tuende kwenye hatua ya kuwa na full ile body x-ray. Badala ya mgonjwa kupiga x-ray mara 3, ipige tu mara moja mgongo wote tuuone.
au mfupa wote wa mguu, alafu tupate MRI ya watoto, tupate MRI ya kukaa. Haya ndio mahitaji yetu makuu. Kwamba inapiga kelele au haipigi kelele, hayo ni mapambio. Kwa mheshimiwa, naomba nijibu hivyo. Asante. Mheshimiwa Waziri, siku moja pale tulipokuwa pale Karimjee pale, wakati ulikuwa unaongea na waandishi wa habari na kunukuu moja ya sentensi yako uliyozungumza, ulisema hivi, kwa sababu kuna mmoja pia ulivyofanya ziara kule Arusha alituma pia kwenye mitandao akazungumza jambo fulani, ukalitolea ufafanuzi, lakini ukasema hivi, ukiwa umesikia jambo wafuate wataalamu waweze kufafanua, na ukitaka kupata habari zilizo za kweli za sekta ya afya zinatoka kwa wataalamu walioko Wizara ya Afya, aidha kwenye hospitali ama kwenye taasisi. Wewe usimsikilize mtu mwingine yote. Ukiona jambo limekwama, ndio hivi, na ndio maana tunatumia nafasi hii ya kuelimisha umma. Kwa hiyo mimi niweze kueleza tu na kutoa hofu wananchi, taasisi yetu ya mifupa inafanya kazi vizuri, MRI iko vizuri, CT scan iko vizuri, angio scan iko vizuri, na wataalamu wetu wako makini, wanafanya kazi kwa kuzingatia maadili, kwa sababu wamekula kiapo. Kwa hiyo tusisikilize watu wengine ambao hawana authority ya kuizungumzia sekta, ila yaliyozungumzwa hapa ndio wananchi wote muweze kuyabeba. Lakini ushauri tu kwenye hili, tuwe wazalendo, izungumzie nchi yako vizuri. Kama kuna tatizo, zungumza na watu na sio kuichafua nchi yako ama taasisi. Mwisho wa siku tunarudi tuko huku, tunakuwa tunashirikiana kwenye haya mengine. Mheshimiwa Waziri, mimi namshukuru sana mkurugenzi wa taasisi yetu ya mifupa kwa kulielezea hili na kufafanua. Sasa jamii inafahamu ukweli uko wapi.